Viongozi wa ODM wataka Gachagua atengwe zaidi. Karibu kwenye taarifa zetu za Erwan Media na kuomba uchukue sekundi yako moja upige subscription. Asante. Seneta wa Siaya Daktari Oburu Odinga na mwenzake wa Homa Bay Moses Kajwang' wametaka utawala wa Kenya Kwanza umtenga aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kabisa, wakiahidi kuhakikisha upande ambao anaoegemea ushindi uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wawili wamesema Bwana Gachagua alionyesha ukabila mtupu kwa muda wa miaka miwili alipokuwa makamu wa rais kwa kutenga maeneo mengine na kutaka Mlima Kenya unufaike zaidi. Wakati wa maandamano ya Gen Z, sote tulisema lazima Ruto aende, lakini angeenda. Bwana Gachagua angechukua mamlaka, ili hali alikuwa akipangia tu mgao wa watu kutoka eneo lake, alisema Daktari Oginga Odinga. Watu wetu na ngome nyinginezo za Raila zingetengwa zaidi iwapo Bwana Gachagua ndiye angekuwa akiongoza taifa kwa sasa, kaongeza Daktari Oginga. Na Seneta Kajwang' alimrejelea aliyekuwa naibu rais kama mwanasiasa asiyeweza kuona mbali pamoja na washirika wake wa kisiasa. Kwa mujibu wa Bwana Kajwang', Bwana Gachagua hataenda mbali na chama chake kipya cha DCP, ikizingatiwa sheria ilifuatwa katika kuondolewa kwake mamlakani. Kama una akili timamu, unamfuataje mtu ambaye hana mustakabali wa kisiasa? Na wasikitikia watu kama Justin Muturi ambao wanamfuata Bwana Gachagua aliondolewa mamlakani na hawezi kuombea kiti chochote, akasema Bwana Kajwang'. Wawili hao pamoja na wanasiasa wengine wa ODM walikuwa wakizungumza katika mazishi moja eneo la Wiga viungani mwa mji wa Homa Bay mnamo Ijumaa. Wakati wa hafla hiyo walishikilia kwamba ODM itaendelea kushirikiana na utawala wa Rais William Ruto ili nufaike zaidi kwa miradi ya maendeleo, wakisema ukuruba huo huenda ukaendelea hata baada ya mwaka 2027. Kuna mwanya wa watu wenye kuonja kitu serikalini, ndipo hata sisi tunufaike mgao ambao tulikuwa tunanyimwa. Hata sisi ni walipo ushuru, akasema Daktari Oginga. Seneta huyu ambaye ni kakake kinara wa upinzani Raila Odinga alisema ushirikiano wa ODM na UDA utaendelea hadi mwaka 2027 na Bwana Gachagua hata kuwa na nafasi ya kuvuruga uhusiano huo hata akitumia chama chake kipya cha DCP. Tulimwambia Bwana Gachagua kuwa Raila ndiye aliyekuwa kiongozi mzuri na angegagawa rasilimali za nchi kwa usawa. Sasa tunaunga Ruto ambaye alikuwa mwaniaji wao na wanajitokeza eti tufanye nao ndio waunge Raila mwaka 2027, akasema. Alisitiza kuwa hakuna hakikisho lote kuwa Bwana Gachagua na mrengo wake wa kisiasa watamuunga Raila mwaka 2027. Wasubiri tuwafanyie watu wetu kazi, na wakitaka tushirikiane watutafute mnamo mwaka 2027 na watueleze kile kilichoko mezani, kisha tujadiliane na tuamue. Kwa sasa tupo katika serikali jumuishi na tujutii hatua yetu, alisema. Wabunge wengine ambao walihudhuria mazishi yao ni Samuel Yatande, Alego Usonga, Aduma Uwor kutoka Nyakach na Peter Kaluma kutoka Homa Bay mjini. Wote waliunga serikali jumuishi na kuwataka mawaziri wa ODM wahakikishe eneo hilo linanufaika kwa miradi ya maendeleo. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Erwan Media, zidi kusubscribe hapa ndipo nyumbani, kituo namba 1 kote nchini kwa masuala ya habari, elimu na hata burudani.